Umesikia mengi kuhusu DNA na unajua ipo katika viumbe vyote hai, lakini umejiuliza muundo huu uligunduliwaje? Hujambo, hapa tunapenda kuzungumzia vijidudu na molekuli zinazounda viumbe vyote hai. Kwa kawaida tunazungumza kwa lugha ya Kikuyu, lakini tumeanza mfululizo kwa Kiswahili. Kwanza, muundo wa DNA uligunduliwaje? Molekuli za DNA ni ndogo, haziwezi kuonekana kwa macho ama mikroskopu. Kwa hiyo, umbo lake lilibainiwa kwa njia isiyo moja kwa moja, ambayo ilitumia mnyambuliko wa miale ya X. Mnyambuliko huu unafanyaje kazi? Fikiria unapopitisha mwanga kupitia kitu na kuangalia kivuli chake. Kwa mfano, mpira hutoa kivuli laini na wavu hutoa kivuli chenye muundo maalum. Kwa mfano hii, mwanga ni kama miale ya X. Mpira au wavu ni kama molekuli za DNA na kivuli ni kama muundo kwenye filamu ya picha. Muundo huu unaonekana kama nukta na mistari, lakini una taarifa za kijiometri. Na ni kwa nini miale hii ilitumika? Miale hii ina urefu wa mawimbi unaofanana na ukubwa wa atomi. Hivyo, inaweza kuingiliana na miundo ya molekuli. Kwa hivyo, miale hii inapogonga DNA, kwanza husambaa pande mbalimbali. Pili, mawimbi yaliyosambaa huingiliana na mwishowe huunda muundo wa sehemu angavu na zenye giza. Tukifafanua kwa lugha ya hisabati, hii kimsingi ni mabadiliko ya Fourier ya muundo, ambapo huoni kitu chenyewe, unaona vipengele vyake vya masafa peke yake. Franklin na Gosling walifanya nini hasa? Mwaka wa 1952 waliandaa DNA kwa uangalifu mkubwa. Kwanza, walianza kwa kunyoosha DNA kwa nyuzi zilizo sawa. Pili, wakadhibiti unyevu kwa makini. Unyevu huathiri muundo wa DNA. Mwishowe, wakapiga miale ya X kwenye sampuli kwa saa 62. Matokeo yake yakawa picha maarufu iitwayo Photo 51. Kutoka kwenye muundo wa mnyambuliko, wataalamu waliokuja kutatua muundo huu waliweza kupata mambo muhimu. Jambo la kwanza ni umbo la heliksi. Muundo huu uliunda umbo la X wazi. Umbo hilo ni ishara ya heliksi ukiangaliwa kwa upande. Jambo la pili ni mpangilio wa mara kwa mara. Kulikuwa na mistari ya mlalo iliyopangwa kwa usawa. Hii ilionyesha ya kuwa muundo huu hurudiwa kwa vipindi maalum, na umbali kati ya marudio ni takriban nanomita 34. Jambo la tatu ni ukubwa wa jumla wa kipenyo. Muundo ulionyesha upana wa molekuli ni karibu nanomita 2. Hii ilikuwa muhimu kwa sababu mfano wowote ulipaswa kutoshea ndani ya kipimo hicho. Jambo la nne ni muundo wa tabaka.
Muundo huu ulionyesha kuna mpangilio wa tabaka, ambapo ni kama tabaka zinazojirudia kwenye muhimili wa heliksi. Kutoka kwenye picha hiyo, vikwazo muhimu viligunduliwa ambavyo vilisaidia kuelewa muundo wa DNA. Kwanza, ulinganifu wa heliksi. Pili, kipenya kisichobadilika. Tatu, kurudiarudia kwa muundo kwenye muhimili. Mwisho, umbali kati ya sehemu zinazojirudia. Kwa hiyo, wanasayansi waliweza kubaini muundo kwa njia ya kurudi nyuma. Kwa nini tujali kuhusu DNA? Kila kitu hai kina maelekezo ya jinsi kinavyokuwa na kuishi. Maelekezo hayo yako katika DNA. Kadri tunavyoielewa zaidi, ndivyo tunavyojielewa sisi wenyewe. Asante kwa kunisikiliza. Unaweza kusoma zaidi kwenye linki hii.